kilichofichika au kilipo mahali pasipo rahisi wewe kukifikia. Lazima ujitahidi sana na uonyeshe unyenyekevu. Naam, ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo mpenzi msikilizaji. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2025, ambapo kama desturi yetu tuko hapa kukujuza na kukupasha kwa utaneti zaidi. Hizi ni habari zetu tulizokuandalia kupikia na kupakulia mezani. Karibu, na hivi ndivyo vidokezo vyetu vya siku ya leo tulivyokuandalia kutoka chumba chetu cha habari. Kubaki macho usiku kucha kwa ajili ya ibada, Crusade ya uamsho wa kiimani itakaya Mwananga, weekend ya mabadiliko, uandishi wa gazeti la Sigalagala, tangazo la harusi. Karibu, andamana nami hadi tamati. Wako Clarice Mkambe, Claudia Mhindi. Usiku huo kwa hao kwa kulala, bali kwa kusimama mbele ya Mola kwa unyenyekevu, wakiwa macho kwa ajili baada ya dua ya tafakari kwa kina, wakiwa na kiu ya ukaribu wa kiroho na utulivu wa moyo. Namkaribisha mwanahabari mwenza na Msande kwa habari zaidi. Hongera. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa kanisa kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa wote mlioweza kushiriki na kufanikisha mkesha wa siku ya Ijumaa iliyokuwa chini ya uongozi wa wanafunzi wa kanisa la Sigalagala. Mkesha huu ulikuwa wa kipekee na wa baraka nyingi, kwani tulishuhudia ushirikiano wa dhati, ibada yenye nguvu, maombi ya pamoja na huduma mbalimbali zilizojawa na upako wa Roho Mtakatifu. Ushiriki wenu, uaminifu na kujitoa kwenu kwa muda na rasilimali zenu ndizo ziliufanya usiku huo wa kiroho kuwa ushuhuda wa imani hai. Nikiripotia Sigalagala Media, langu jina Naomi Sande. Asante mwanahabari kwa taarifa hii. Je, unahisi imani yako imedhoofika? Unahitaji mguso mpya kutoka kwa Mungu? Usikose Crusade ya uamsho wa kiimani itakayofanyika juma lijalo. Na mleta mwanahabari Ototo kwa mengi zaidi. Naam, ni kwamba chama cha Wakristo cha Sigalagala kimeandaa mkutano wa Injili utakaofanyika katika soko la Mlundu Ijumaa hadi Jumapili wiki ijayo kuanzia saa 10 jioni. Viongozi wa chama hicho wakiongozwa na Pastor Wellington Agoi wanasema kwamba mkutano huo unalenga kuhubiri Injili, kuinua kiroho waumini na kuwaleta pamoja watu katika maombi. Hivyo wamewaalika wakazi wote wa Mlundu na maeneo jirani kushiriki kwa wingi ili kupata baraka za kiroho kupitia mahubiri, nyimbo na ushuhuda mbalimbali. Nikiripotia Sigalagala Media Ministry, ni mimi wako Ototo Abel almaarufu OT²O. Naam, kwingineko ni kuwa weekend ya mabadiliko almaarufu Weekend of Change inatarajiwa kuanza rasmi kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 mwezi ujao. Hii haitakuwa weekend ya kawaida, bali utakuwa mwaliko kupasua pazia la jana na kuingia kwenye hatima yako mpya. Namkaribisha mwanahabari wetu Faith kwa mengi zaidi. Ni siku chache tu zimesalia kabla ya kufanikisha mradi wa kanisa wa mhula huu wa weekend ya ubadilisho almaarufu Weekend of Change, ambayo imeratibiwa kufanyika rasmi kuanzia tarehe 24 hadi 25 mwezi wa Oktoba mwaka huu. Hata hivyo, unarahiwa kufanikisha mradi huo kwa mchango mdogo ulionao, kwani wewe ndiye mdhamini mkuu wa mradi huo, huku makundi ya kanisa almaarufu Care Group yakitakiwa kutekeleza majukumu itakikanavyo. Haidha, siku ya leo baada ya ibada kutakuwepo na mchango mdogo ama harambee kwa ajili ya mradi huo. Na je, wajua ndizi sio tunda bali ni aina ya herb? Ni mmea yenye majani laini. Nikiripotia Sigalagala Media Ministry, jina langu ni Faith na Nyama. Asante mwanahabari kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele, huduma ya utangazaji ya Sigalagala imebuni gazeti jipya, ambapo timu ya wanahabari iko mbioni kuchukua taarifa na picha. Na kisha mwanahabari wetu Imani kwa mengi zaidi. Kikundi cha wanahabari kinawaandalia gazeti maalum. Gazeti hilo litazungumzia kwa kina historia ya umoja wa Wakristo katika chuo hichi cha Sigalagala. Gazeti litaeleza uanzilishi na malengo ya muungano huu wa CU, faida na mchango kwa wana CU, ushuhuda wa waliokuwemo katika kikundi hichi cha CU na jinsi ya kuwakaribisha wageni zaidi hapa CU. Gazeti litachapishwa Ijumaa
Gazeti litachapishwa Ijumaa na kupewa Jumapili kwa wanafunzi wote humu shuleni. Tafadhali tuliunge mkono kwa kulisoma gazeti hilo na kulieleza. Huenda likakugusa na kukupa mwongozo wa kiroho chuoni. Ni Sigalagala Media. Mimi ni Brayo Kevo Imai. Asante sana kwa taarifa hiyo nzuri. Mpenzi msikilizaji, wajua penye upendo pana baraka. Wapenzi wa Bwana, kwa furaha kuu na shukrani mbele za Mungu, tunapenda kuwatangazia kwamba mtumishi wa Mungu Patroba Abala aliyekuwa mtumishi mahali hapa atafunga pingu za maisha na mpenzi wake Helen. Namkaribisha Otieno Rogers na habari kamili. Ndoa ni baraka ya Mungu na wale wanaopokea hupokea baraka tele. Mchungaji wetu wa zamani wa kanisa letu ambaye anatambulika kama Pastor Patroba Abala julikana sana kwa neno lake. Ukipigwa kutoka break unakuja kutupale kwa ofisi yangu na kulima kumaombi na kulima unarudi ukiwa sawa. Ni kwa furaha pamoja na mbwembwe kwamba tarehe 31 mwezi wa 10 atakuwa anafunga pingu za maisha rasmi na mkewe Helen. Hata hivyo siku ya furaha sana hata hivyo usiwe na furaha sana, maana mwaliko wa kwenda kujifurahisha katika harusi ya wenyewe na kula wali bado haijafika rasmi. Labda ni kukurai tu wewe uwe na matumaini. Kwa sasa tunamwombea mchungaji wetu wa zamani Patroba Abala pamoja na mkewe mtarajiwa Helen, ndoa yenye chemichemi ya furaha, ngome ya upendo na mashamba ya baraka. Na kumbuka, ndoa ni kama simu mpya mwanzoni, kila saa unaibeba mikononi, kisha hapo baadaye utakuwa kila saa mifukoni. Nikiripotia Sigalagala Media Ministry, langu jina ni Otieno Rogers. Asante sana mwanahabari wetu Otieno kwa taarifa hiyo. Je, ulivyokuwa ujui ndivyo nilivyoamua kuwa ujui? Je, wajua ubongo wa binadamu hutumia 20% ya nishati yote ya mwili? Asanteni sana wote walioweza kufanikisha habari hizi. Nawe mpenzi msikilizaji, asante kwa kutupa sikio lako. Habari zaidi zitakuja muda sio mrefu. Lakini iwapo na habari zozote unaweza kufuatilia mitandao yetu ya kijamii @LightTV, Twitter, #Sigalagala Christian Union Page. Kwa hayo machache na mengi, tunaweka kalamu chini hadi wakati mwingine. Usikose kuwa nasi tena. Nimekuwa mfupi wa maneno, langu jina ni Clara. Nami Claudia. Kwaheri kwa sasa.